nafasi ile, lakini sababu hazijawekwa wazi. Kikao kilifanyika na kaimu mufti mkuu, sio mufti mkuu mwenyewe. Hilo nalo ni la kulizingatia. Kwa nini mufti hajaongoza kile kikao? Mimi nilivyoona ile barua, nilivyoona ile press, kwa uzito wa jambo hili, ilipaswa mufti mwenyewe alishughulikie, lakini mpaka mufti hajakuwepo, maana yake tayari mimi hii ilikuwa ni jambo ambalo limeni-click kichwani. Kuna kitu hakiko sawa. Lakini hiyo jambo moja. Lakini jambo jingine ni kwamba ni kwa sababu gani jambo hili limeibua hisia tofauti kwa wananchi. Kuna ambao wanasema Sheikh Walid ametenguliwa katika nafasi yake kwa sababu amekataa kuwa chawa. Je, amekataa kuwa chawa wa nani? Lakini kuna ambao wengine ambao wanaamini kwamba maadili ya Sheikh yana mashaka kwa namna ambavyo yule mwanamke amezungumza na kutoa uthibitisho kwamba ni kweli amezaa na Sheikh Walid. Lakini je, huyu ndio kiongozi wa kwanza kuchafuliwa image yake kupitia mwanamke? Naomba nirudishe nyuma kidogo. Mwaka 2024 aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu Dr. Yahya Nawanda alikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kwamba alimlawiti mwanafunzi, na huyo mwanafunzi akahojiwa, akatoa uthibitisho kwamba ni kweli nini na nini, kesi ikapelekwa mahakamani. Lakini mwisho wa siku Dr. Nawanda alishinda ile kesi. Kashindaje? Naomba mfuatilie hilo jambo, kwa sababu mpaka kesi imepelekwa mahakamani walikuja kuthibitisha kwamba kulikuwa hakuna ushahidi wa kutosha. Lakini sio yeye tu. Mwaka 2023 aliyekuwa katibu mkuu wa CCM, Chama cha Mapinduzi, Daniel Chongolo alijiuzuru nafasi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya skendo ambayo alikuwa imesambaa kwenye mitandao ya kijamii kimhusisha yeye, picha zake za utupu na mwanadada of course. Kwa hiyo sio mara moja wala sio mara mbili. Leo tunasikia, tumeona video za mwanadada ambaye anadai amezalishwa na Sheikh Walid, akilalamika. Kafanya interview mpaka kwenye kwa Mai TV, kwa dada Mai, akizungumzia namna ambavyo anateswa. Lakini akiulizwa, mimi nimesikiliza ile interview, anamuuliza unateswa na nini? Kazungumza kwenye TikTok, bado hakuna, yani haeki wazi anateswa na kitu gani. Ananitishia maisha. Hizo message ziko wapi? Huo ushahidi wa message uko wapi? Jambo la kwanza mimi linalonitia mashaka ni kwamba naona kwa BAKWATA wamechukulia hatua kwa haraka sana ile jambo bila vithibitisho vya kutosha, kwa sababu kwa uzito wa jambo hili ilitakiwa iundwe tume ya watu kuchunguza. Wakija kumhukumu mtu, wamhukumu kwa makosa ambao wanajua kweli amefanya. Wanasiasa watajisafisha, walishawahi kuchafuliwa huko nyuma. Kiongozi wetu wa dini atakuja kujisafisha vipi? Tunaona wanasiasa wanasafishwa kwa sababu mtu anakuja anateuliwa tena. Leo hii tunamwongelea aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Daniel Chongolo, ni mbunge tayari, ameshasafishika nafasi yake. Kwa hiyo kuna namna BAKWATA imetuangusha sana Waislamu. BAKWATA imeshiriki kuchafua Uislamu, kwa sababu anapochafuka Sheikh, kiongozi ambaye alikuwa anaaminiwa na mamilioni ya watu na mamilioni ya vijana kwa sasa hivi, kwa karne hii, tayari ni kuichafua dini nzima, kwa sababu wanajua namna gani alikuwa anapendwa. Kuna siasa za ndani ambazo walikuwa wanataka kuzifunika, wasingeweza kumtoa hivi kwa sababu wanajua Sheikh Walid ni mchapakazi na anakubalika na anapendwa na amefanya kazi yake vizuri sana, na hilo limethibitika kwa namna ambavyo watu wameandika kwenye mitandao. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Watanzania sasa hivi sio wapumbavu tena, wala sio wajinga. Kwa hiyo hili jambo kweli, kama lingekuwa linataka kufanywa kazi, ilitakiwa wakae chini walichunguze kwa kina na sio kukurupuka. Lakini jambo la pili, malalamiko ambayo imekuwa ikitupiwa BAKWATA miaka na miaka kwamba inatumika kisiasa, sasa hivi inakuja kuthibitika kwamba ni kweli, kwa sababu wengi wameandika kwamba Sheikh Walid ametolewa katika nafasi hii kwa sababu wamekataa kuwa chawa. Tumeona baadhi ya masheikh ambao wanaitisha press kuongea mambo kadha wa kadha. Kiongozi anaitisha press anaanza kumsema Mange Kimambi. Kiongozi anaitisha press anaanza kusema kwamba yeye ana kikundi. Kiongozi wa dini huyo, tena Sheikh Mwaipopo,
anasema yeye ana kikundi chake cha watu sijui. Yani ni viongozi ambao wanafanya ambao unaona kabisa kwamba wanafanya haya kwa sababu nyuma kuna mkono wa mtu, nyuma kuna watu wametumwa. Lakini hajawahi hata siku moja kusimama Sheikh Walid akazungumza jambo alafu wa Tanzania wana Dar es Salaam wakasema kwamba huyu Sheikh ni chawa ama ana support upande fulani ama hasupport upande fulani ama anapendelea upande fulani. Amekuwa ni mtu wa kusimama kwenye haki. Na amekuwa mtu ambaye ana madarasa kila mara, kila Ijumaa, Ramadhani mwezi mzima huaga na madarasa. Kwa hiyo ingekuwa ni kweli ana support ama ni chawa wa jambo fulani ama wa mambo fulani ingeonekana. Kwa nini Watanzania wenyewe waseme kwamba kiongozi wetu ametenguliwa katika nafasi kwa sababu amekataa kuwa chawa? Kwa sababu wameona mashekha ambao wamekuwa machawa. Hatuwezi kuficha huu kweli, wala hatuwezi kulifumbia macho hili jambo. Wanajua nguvu ya ushawishi ambayo anao Sheikh Walid. Wasingeweza kumtoa hivi hivi bila kuchafua image yake, bila kuchafua maadili yake. Wameenda pale pale, yani wamegonga, wanasemaga nini, wamepiga kwenye mshono. Mwisho kwangu mimi nitaongelea kwamba jambo hili tunakuja kulijumlisha ya kwamba kuna vita ya maslahi ndani ya BAKWATA na kwamba jambo hili lote limetengenezwa, kwa sababu ukiangalia muda ambao wametengeneza ile jambo, ile video imesambaa ya yule dada kuomba msaada sijui kwa Mheshimiwa Rais, sijui kwa viongozi, sijui kwa Waziri Mkuu, imesambaa kwenye mitandao haijazidi wiki 2. Tayari BAKWATA shachukulia hatua. Kuna viongozi wangapi ndani ya BAKWATA wamekuwa wakisemwa ama wamezushiwa vitu mtandaoni, hatujawahi kuona hata siku moja wakichukua hatua za haraka namna hii kama walivyochukua mara hii. Lakini tunaona kuna wasanii, kuna viongozi, kuna vijana tofauti tofauti, wale kwa maarufu na wasio maarufu, wamezungumza ni kwa namna gani wamefanya, wanamsifia Sheikh Walid. Na kote ambapo utapita, nenda pitia, wameandika watu wengi sana. Ameandika Zamaradi dadangu, ameandika Farhani amezungumzia ile jambo. Kuna vijana wengi Skanda, sijui. Kuna vijana wengi ambao mimi nimeona, wengine wa Kristo nimemwona hadi Priva akamzungumzia. Wanazungumzia kwa namna gani wamekuwa wakifuatilia mawaidha yake, wakijifunza vitu kadha wa kadha, ukiachia mbali dini zao. Kwa hiyo hili linatufundisha nini? Kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa anakubalika na rika zote na dini zote. Alikuwa hachagui, alikuwa habagui. Lakini wasingeweza kumuondoa kiongozi wa namna hii bila kumchafua. Kwa hiyo imetumika mbinu ya kumchafua kiongozi wa Sheikh Walid ili wawe na uthibitisho kwamba hatujamtoa hivi hivi, lakini tunakuja kumalizia tu jambo na kusema kwamba ni maslahi ya ndani wanagombania. Kuna vitu vinagombaniwa. Kuwa Sheikh mkuu mkoa wa Dar es Salaam sio jambo dogo. Kwa haya yaliyotokea huko tunapoelekea, BAKWATA inaendelea kuenda kupoteza ushawishi kabisa kwa Waislamu wote, kwa sababu vitu vinavyofanyika vinaonyesha kabisa kuna dhulma ambayo inafanyika ndani yake. Wamemdhulumu sana Sheikh Walid sana. Ilipaswa aitwe pamoja na huyo mwanamke, wakae chini, pande zote mbili zisikilizwe, na kisha hapo, baada ya kuwa na vithibitisho vya kutosha na ushahidi ambao hauna mashaka ndani yake, nipo maamuzi yafanywe. Lakini sio kwa namna ambavyo ili jambo limechukuliwa ama limefanyika. Inaibua mashaka makubwa sana. Sisi ambao tunampenda, tulikuwa tunamwamini, tunamthamini, tutaendelea kusimama na Sheikh Walid no matter what, kwa sababu tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu amempa mtihani huu kwa sababu anampenda mja wake. Na yeye mwenyewe ashawahi kuyasema haya maneno katika baadhi ya mawaidha yake. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.